Unajua? Do you know? Do you know? Yeah, yani unajua? Lesa, unajua asili ya muziki huu ambao tunaenjoy? Sinione ninaimba. Unaijua asili yake? Ukadhani ninayo furaha. Umenielewa sijui? Muziki asiliwa. Sasa ya Remy Ongala. Okay. Muziki ni wa nani? Muziki asili yake wapi? Alikuwa anakuuliza. Sasa imagine toka Remy Ongala anajitafuta kujua taarifa muhimu kuhusu asili ya muziki hadi leo hii kuna watu bado hawajui muziki umetoka wapi. Lesa, asa leo tunataka tukusogezea hapo muziki umetoka wapi kwa energy kubwa kabisa. Yaman, ya Smile ni nenda na Smile ipi leo? Leo but uko kwenye fashion sababu tuna we spark. Of course we spark, we vibe, yeah. So the ingredients ndo kama hivi ya fashion. Yaman, so issue ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa kuijua leo, unajua asili ya muziki. Yaman, nataka nikupe mbinu mbele tatu hapa ili uweze kuzisikia na utakuwa na hiyo confidence ya kujibu sehemu yoyote ile, mtu yoyote, kwamba hii ni asili ya muziki. Kitu cha kwanza, kuna tip kama 3 hivi za muhimu kuhusu asili ya muziki ambazo tunatamani unajua. Unajua kama muziki ni unatumika kama njia ya mawasiliano? Au alikuwa unatumika hivyo ili mtu amuelewe? Okay. Muziki ulikuwa unatumika kama njia ya mawasiliano. Sasa. Yaman. Sasa katika jamii za kale unaambiwa muziki ulitumiwa kama njia ya mawasiliano kabla ya maandishi au lugha zilizoandikwa. Watu wanasikia muziki tu. Sio, umenielewa? Midundo ya ngoma, milio ya filimbi na uimbaji wa sauti za asili vilitumika kuwasilisha ujumbe wa tahadhari. Umenielewa? Ukisikia tu hii ngoma fulani unajua kabisa kimenuka. Ukisikia filimbi fulani tunajua wewe kaa mbali. Vitu kama hivyo. Sasa hiyo ndio maana ya kwamba muziki ulitumika kama njia ya mawasiliano pia. Sio, umenielewa? Yaman, sasa muziki ulikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku ya binadamu hapo awali wakati unagunduliwa, kama ambavyo sasa hivi umeendelea kuwa ni therapy. Muziki umekuwa ni maisha hakika. Kuna watu wanapata mafanikio, kuna watu wanapambana kwenye michongo yao kwa sababu tu ya message ya msanii fulani kwenye wimbo fulani aliandika, kasikia, ukamu-encourage, he's gone au she's gone, anaondoka, anafanikiwa. Hiyo ni issue ya kwanza, au sio? Kitu cha pili, unajua asili ya muziki imejikita katika muziki ni wa nani? Kitamaduni na kifamilia na kijamii zaidi. Ulikuwa unajua kama muziki umejikita kwenye hizo sehemu 3? Kitamaduni, kifamilia na kijamii. Exactly. Hivi ndio tuna aina mbalimbali za muziki, Kuna ile ambayo kitamaduni, kuna ngoma za asili ambazo zinatoka wakina Wilo Mbea. Umeelewa? Alafu kuna kijamii, tunazipata, tunazisikia. Sometimes kama Jeremiah, of course, anafanya sana. Lakini pia za kifamilia. Wimbo wa nani jamani? Wimbo naupenda sana wa Rosary, Kanyor, of course, za familia. Lakini kijamii ndio kama hapo my inspiration pia. Mtu anajua kabisa jamii yangu kwa namna mambo yalivyoenda, watu wanapitia situations fulani, so ngoja ni wa hell na wimbo fulani. Sio, umeelewa? Noma kabisa. So ulikuwa unajua muziki kama unafanya hizo kazi zote? Do you know that? Ulikuwa unasikiliza tu upate kushika mashairi. Noma kabisa. Sasa nataka kukupa mfano, Lesa. Unaambiwa katika ili bara la Afrika kuna ngoma na ala za asili kama malimba, zeze, hivi vilikuwa vinatumika katika ibada, tiba za jadi na hafla za kijamii. Kwa bado tuko mle, unanielewa sijui? Yaman, muziki pia uliweza kuimarisha mashirikiano au mshikamano wa jamii na kuendeleza urithi wa kitamaduni. Way back ilikuwa ndo kazi ya muziki hiyo. Haya. Muziki una shughuli nyingi. Muziki upo kwa ajili yetu. Muziki ni kwa ajili ya next gen. Muziki ni kwa ajili ya watu ambao wana enjoy maisha, wanafurahia, na ndio maana sisi kama Smirnoff tunakuletea No Non Address Party. Hii inakuunganisha wewe. Yaani huu ni muziki, naomba nikwambie tuongeze aina nyingine. Muziki fulani wa kupati. Team No Sleep. We do we. Hatutaki kuulizwa na mtu. Na we don't judge. Kabisa. Tunapata kuenjoy. Na mambo yanakuwa mazuri sana. Speaking about No Non Address Party ilifanyika ya kwanza, lakini hii ambayo inakuja sasa hivi mama it's a massive. Nimeonyeshwa hivi kidogo. Mwenye nimeogopa. Usinihadithie.
Nisipati. Usinajisikia ulivyoonyeshwa. Naomba nikwambie hivi, habari utaipata. Ukiendelea kununua 6-pack ya Smirnoff popote pale ambapo unawakilisha, hakikisha unanunua ndugu yangu, alafu unaenjoy na marafiki kwa sababu we. For sure. Smirnoff Ice, kama ni black, ama ni pineapple, ama ni guarana, ama ni Smirnoff Orange, ama vodka Tom 1, ipo kwa ajili yako. Nunua, nenda ka-spark na marafiki, enjoy now, tulieni, alafu mambo ya mazuri sana. Get ready kwa ajili ya hii adventure. Na Smirnoff ndio wakali wa adventure. So Smirnoff. Kunywa kistaarabu na taratibu. Wala kusambaza kwa leo na umri chini ya miaka 10. Zinapalia ukinywa haraka. Tulia, ustaarabu. Muziki una mambo mengi. Muziki ni maisha yetu. Umeshawahi kujiuliza kama kutakuwa hakuna muziki? Ingekuwa hakuna muziki, maisha sijui yangekuwa vipi? Kuna namna fulani kama kuna maisha ambazo zingekwama. Ingekuwa muziki. Kabisa. Yani ingekuwa kuna muziki ya maisha, ingekuwa muziki. Noma kabisa. Muziki ni tiba, therapy. Kabisa. So, kuna mengi sana ambayo yanaendelea kuongelea kuhusiana na muziki. Okay. Lakini sisi leo na Tony amejaribu kukupa hints ambazo tutakuzifahamu na kuzijua 2-3. Sasa kuna maendeleo ya muziki ambayo yanaendelea, lakini maendeleo haya yaliathiriwa na uvumbuzi wa ala na maandishi ya muziki. Okay. Yani muziki ukagundua muziki. Kweli muziki ulikuwa muziki. Sasa unaambia kadri binadamu ambavyo waliendelea kiteknolojia, ala za muziki zilibadilika na kuwa za kisasa zaidi. Hizo kick and snare sindo teknolojia. Bwana. Sasa ugunduzi wa ala kama kinanda, gitaa na hatimaye teknolojia za kurekodi ulirahisisha usambazaji wa muziki duniani. Pia maandishi ya muziki yaliwawezesha watu kujifunza na kurudia nyimbo kwa usahihi, hivyo kuchangia kuhifadhi na kueneza muziki kutoka kizazi hadi kizazi. Ulijua hilo? Hapana. Kuna ngoma ambazo zimetoka 1900 huko. Lakini leo hii yani ni favorite ya ngoma ya mtu. Of course. Kutokana na kuhifadhi safi. Maandishi. Na ulivyosema kwamba muziki au ala za muziki zinafanya maendeleo ya muziki, zinakuza tena na kuelewa, kwa sababu ulivyotoa mfano wa ngoma za zamani hadi leo hii watu wanaenjoy, ila kuna wasanii ambao leo hii wanafanya vizuri kwa sababu tu ya kuchop au kuchukua baadhi ya sample kwenye hizo ngoma za zamani, wenyewe wamekuja kuzidevelop sasa hivi kwenye utandawazi mpya, teknolojia, na imekuwa ni muziki tofauti. Kwa mfano, nitakupa mfano wa ngoma ya Burna Boy inaitwa Last Longest. Ni ngoma ambayo amerudia. Shayo. Hiyo ngoma amerudia, ni ngoma moja ya Tony Braxton, umeelewa? Kwa hiyo anaendeleza kudevelop kupitia muziki. Tony atakuja kumalizia zaidi. Tulia hapo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.